Mimi kwa majina naitwa Wilbard Venance Sakaya. Ndugu yangu alifariki, majina yake anaitwa ni Edgar Venance Sakaya, ni mdogo wangu wa 4. Yaani yeye kazaliwa ni wa 4 kwetu kwa familia ya mzee Venance Paul Sakaya. Nini hasa kilitokea mpaka mauti ukamkuta? Siku ya tukio ambayo ilikuwa ni siku ya Pasaka tarehe 20 mnamo mida kwenye saa 3 usiku mpaka tuseme kwenye saa 4 nilipokea taarifa kutoka kwa majirani ambao walikuja kunipa taarifa nyumbani kwamba mdogo wako amejeruhiwa na kitu chenye ncha kali upande wa mkononi. Basi baada hapo ikabidi nitoke nje ili kuweza kwenda kuangalia hali yake na ipoje. Nilipotoka kweli nilimkuta anatoka damu nyingi mkononi, kwa sababu sikujua ni kitu shambulio lilikuwa la kisu au kitu chenye kali. Basi baada hapo nikaendelea na taratibu nyingine tu za kwenda hospitali. Basi ndio hicho. Tabia za marehemu mdogo wangu Edgar Venance Sakaya, yeye kwa kifupi ana umri wa miaka 35, lakini alikuwa na matatizo ya macho. Alikuwa na uono hafifu kabisa, alikuwa tuseme aniaoni kabisa. Kwa hiyo alikuwa ni mtu ambaye mtaratibu, ni mtu ambaye muda mwingi anashinda jirani na nyumbani kutokana na matatizo yake ya macho. Kwa mtu ambaye hata mtaani unafahamu, vijana wengi wanamfahamu pale. Sio mtu ambaye sio mkorofi, sio mgomvi, ana mambo labda ya ajabu. Hapa ni kijana ambaye kweli alikuwa na utulivu. Kwa kweli yeye muda mwingi alikuwa ni anashinda maeneo ya jirani na nyumbani. Kuna kijana mmoja jirani yetu anaitwa George, muda mwingi ndio alikuwa anashinda naye. Labda wanasema anataka kwenda labda panda pikipiki, labda anataka kununua mahitaji, labda alikuwa anaongozana na George. Ndio muda mwingi alikuwa rafiki yake mkubwa ambaye alikuwa anamsaidia kutokana na matatizo yake ya kutokuona vizuri. Kwa sasa mwili upo mochwari ya mkoa wa Morogoro. Tayari tumeshamhifadhi hapa mochwari. Kwa hiyo sasa hivi tunasubiri taratibu za kipolisi kuhakikisha mambo mengine yote yanakamilishwa, na nategemea kama mambo yataenda vizuri na siku ya Alhamisi tunaweza kwenda Moshi Kilimanjaro, ambapo ndo nyumbani kwa ajili ya kwenda kumpumzisha siku ya Ijumaa. Kwa kweli matukio yanatokea kwa sasa hivi yanatusikitisha sana na yanatutisha. Na pia ukiangalia hapa kuna soko kubwa, watu wengi wanapata bidhaa kwenye soko hili. Na hivi vitu vinavyotokea kwa kweli tunaomba serikali kwa kweli tusaidie. Inatisha sana. Na inatisha sana amani. Pia kuna watoto wadogo, umeona? Kiasi ambacho mpaka mzazi unaogopa, mtu anaweza katoka hivi chochoroni akafanywa kitu chochote kibaya. Na wamekuwa watoto wengi sana sasa hivi ambao wanatishia amani, na ni wadogo sana. Na hasa kwenye maeneo ya Mawenzi, karibu na soko la Mawenzi, kuko kwenye vichochoro, ukipita unakuta watoto wadogo wamekaa wanavuta bange. Watoto wadogo ukiangalia mpaka mtu unaogopa hata kupita. Na hasa tukio lingine lilotokea hili juzi kwa huyu kijana wetu Koli, kwa kweli nimeniumiza sana nikiwa kama mzazi. Alipocharangwa visu, yani kuchoma visu, mimi mwenyewe nikiwepo na nimempeleka hospitali baada ya kufuata kuambiwa kwamba Koli amechomwa kisu. Yetu tunachoshukuru vijana wa hapa wana umoja, walimfuatia yule kijana na kumkamata kumpeleka kituo cha polisi. Kwa kweli kijana ambaye waliyemchoma kisu maskini alikuwa ni haoni macho. Kwa hiyo ina maana kwamba taarifa ambazo ninazo alipepesuka na kumgusa tu yule kijana. Sasa yule kijana kaona kama vile anadharaulika, hasira zake kama kumchoma kisu yule kijana. Kwa kweli inasikitisha sana. Kulitokea tukio la kijana amemvamia mwenzie na kumchoma kisu usiku majira kama ya saa 3:30 au saa 4. Umeona Yule kijana haoni macho ambaye aliyouliwa, aliyochomwa kisu cha mkononi mara 3. Yule kijana ni haoni macho vizuri na alikuwa anatoka zake sehemu ambalo anaongeaga kila siku kuelekea nyumbani kwao. Kwa bahati mbaya akakutana na huyo mtumio ambaye alimfanyia tukio, alimpushi.
Umeona? Kwa yule mtuhumiwa akaanza yani tuseme alikuwa ameanza kumfokea yule kijana ambaye asioona. Kwa nini unanifanyia hivi dogo, siku hizi umekuwa au vipi, sio nini na nini, mambo mengi. Mzee akamwambia bwana samani, mimi sijakuona. Na hao walikuwa wako wawili. Umeona? Kwa sababu yule mtuhumiwa haoni vizuri, inabidi apate sapoti na mtu. Umeona? Kuna kijana mmoja jirani yake. Basi walipotoka pale anaelekea wavozozana yule ikabidi afanye nini? Aondoke, ambaye achana na mimi. Umeona? Basi yule mtuhumiwa akashomoa kisu, akaanza kumjeruhi yule mvulana asioona. Na huyu ni mara nyingi sana amezoea hizo tabia zake za kuwafanyia watu matukio tofauti maeneo ya soko letu la Mawenzi. Kwa sababu nilikuwa sijawahi kumuona kwa macho. Siku ya jana ndo mara yangu ya kwanza kumuona kwa macho yangu yule kijana. Nilikuwa tunasikia na wakaba watu, anachoma watu visu, bisibisi. Umeona? Kwangu mimi ili tukio la kumsikia huyu kijana yalikuwa ni matatu. Ya kumuona live ili ni la 4. Umeona? Katika maeneo karibu ya mtaa wangu. Basi jana ile asubuhi akakimbizwa hospitali, walimpeleka kwanza mkoani usiku alipofanywa tukio. Akashughulikiwa kule, akarudi nyumbani akiwa yuko vizuri, lakini ilipofika muda wa asubuhi, shemeji yake anaenda kumkagua ndani, anamkuta kwamba mtu haongei, afanye nini. Ikabidi hapo ndo akamchukua kumbeba na kumpeleka hospitali yapi ya mkoa. Ndio hapo sasa vijana, sio na maskari, vijana wa mtaani waliamua kutoa nguvu zao na kwenda kumtafuta huyo mtuhumiwa. Majira kama ya 3:30. Yule tunampeleka hospitali, hawa vijana wakaandamana kwenda kumtafuta mtuhumiwa. Mtuhumiwa amepatikana sehemu moja Mindu kunaitwa Kidimbwi. Tena hicho Kidimbwi mpaka walipofika huko, yani wenyewe walifanya kuelekezwa tu na watu, yani walikuwa wanaenda wanauliza kwa sababu walikuwa wanaelekea kwao Chamwino. Umeona, wakamuulizia Chamwino. Kufika kuna kijana kimoja akasema kweli mimi sijamuona. Wakaenda mbele wakakutana na kijana mwingine na bodaboda, wakamsimamisha. Wakamwambia bwana, sisi tunamtafuta mtu ambaye anaitwa Kilibobo. Akamwambia huyu Kilibobo saizi anakuaga yuko Kidimbwi. Ndio anakokwendaga huko. Ikabidi wale Kidimbwi hawapajui ni wapi, wakamwambia huko Mindu. Mkifika Mindu mkiuliza tu Kidimbwi mtapapata. Wale wakasonga mbele wakakutana na mkaka mwingine ana pikipiki. Akaambia kweli huyu mimi nimekutana naye asubuhi, lakini ni mtu ambaye mwenye wasiwasi. Na ndo anaelekea maeneo ya Mindu. Wale walipofika pale Mindu wakaulizia bodaboda, wakatoa ushirikiano na watu wa bajaji, wakawapakia wale watu ambao kutoka huko mjini. Wakawapakia mpaka huko, maana huko mjini walitoka kwa miguu. Wakapakia wakapeka mpaka huko Kidimbwi. Wale wakakuta tuseme wale wote vibaka wanaofanya uhalifu hapa Morogoro wanakimbilia huko. Ina maana waliwakuta wako wengi, baada wale walipovamia wengine wakaanza kukimbia. Wengine wakaanza kuchapana pale. Wale ambao wanajiona wao ni watemi wao wakakimbia. Wakapigana wao, wakamwambia sisi hatujija kuleta vita aina yoyote, lakini sisi tumempata mtumiwa wetu. Kweli katika harakati ya kumkamata wamemkuta na amechomeka kisu na bisibisi. Umeona? Kwa sababu washapata tabia yake jinsi inavyokuwa, anatembea na silaha wakati wote muda wote. Walipomkamata wakatoa vile visu na hiyo bisibisi, wakamkamata mwenyewe wakamleta mpaka mjini. Hawakumpiga wala nini. Muda wote tulikuwa tunawasiliana. Mwenyekiti tumeshampata mtuhumiwa. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limemkamata Christopher Raymond Simbaliana Kibobo. Huyu ana umri wa miaka 22, ni mkulima mkazi wa mtaa wa Ungubi, kata ya Kiwanja cha Ndege, wilaya ya Morogoro, kwa kosa la mauaji ya Edgar Venance Sakaya mwenye umri wa miaka 35, mkulima na mkazi wa Ungubi. Hii tukio limetokea kifo kimetokea tarehe 21 mwezi wa 4, lakini mwanzo wa tukio ni tarehe 20 mwezi wa 4 2025 mchana huko mtaa wa Mawenzi, ambapo mtuhumiwa na marehemu wote wakiwa katika hali ya ulevi waligombana na kupelekea mtuhumiwa kumchoma na kitu chenye ncha kali kwenye mkono wake wa kulia, na alifariki tarehe 21 mwezi huu wa 4 kwa maana ya jana, wakati anapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro. Upelelezi wa tukio hili unaendelea, na ikiwa ukikamilika mtuhumiwa atafikishwa katika vyombo vingine vya haki jinai kwa ajili ya kufanya maamuzi ya kisheria.